wananyunyuziwa watu, ndipo wanatakaswa. Kwa hiyo ile damu ilikuwa inatumika kutakasa watu. Kwa hiyo sasa tunayo damu ya Yesu Kristo ambayo inatakasa kila moja kwa njia ya imani, ambayo ilimwagika mara moja tu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo yeyote yule anayetumia damu ya mnyama sasa hivi kufanya ibada, huyo ametumwa na shetani, wala hajatumwa na Mungu. Bwana asifiwe. Yeyote amwagae damu ya mnyama kwa namna ya ibada hayuko sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu kwa sasa damu ya kujitakasa ni damu ya Yesu Kristo. Hivyo hizi damu zilikuwa zinatumika na majivu ya ndama za ng'ombe ni kwa ajili ya kuwanyunyuzia watu. Vikishachomwa pale madhabahuni, vingine majivu yale yanachukuliwa na ile damu inachukuliwa, nyingine wananyunyuziwa watu ili watakasike miili yao. Bwana asifiwe. Soma maandiko vizuri. Mstari wa 14 inasema, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa. Kwamba sasa damu ya ndama, damu ya mbuzi si zaidi, damu ya mafahali, damu ya kondoo si zaidi ya damu ya Yesu Kristo? Wewe unayetumia damu ya mbuzi, damu ya wanyama kwa ajili ya ibada, eti hakuna uwezo ukafanikiwa pasipo kuchinja, hiyo damu unayoimwaga ni zaidi ya damu ya Yesu Kristo? Damu ya Yesu Kristo si zaidi ya damu hiyo? Bwana asifiwe. Kwa hiyo uko kinyume na mapenzi ya Mungu. Yeyote anayetumia damu ya wanyama yuko kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Maana tunaye damu ya Yesu Kristo ambayo ni zaidi ya damu zote, ndiyo tunaitumia hiyo katika kujitakasa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo pale panapohitaji damu, tunatumia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ambayo katika hiyo inatusafisha dhambi. Bwana asifiwe. Isiyo na mawaa, ninaendelea kusoma, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo ili ombi lako lifike kwa Mungu, unamuomba Mungu chochote kile unachotaka kumuomba, unahitaji damu ya Yesu Kristo ikutakase, isafishe dhamiri zako, isafishe uchafu wako na matendo mafu ambayo yanaonekana ndani yako, ili upate kibali cha kufikisha